Kwa hili alilouliza la mitazamo na tetezi kwamba dhahabu imeuzwa, na wengine wanaenda mbali hata wanadhani inaweza ikauzwa kinyemela ama kiwiziwizi. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu na kuwahakikishia wabunge kwamba kwanza dhahabu haijauzwa mpaka sasa. Kuna wakati mawazo ya kuuza yalikuja ambapo soko lilikuwa vizuri, takribani ilikuwa 5,500 per ounce, ambapo ilikuwa iko juu, lakini kabla haijauzwa ikazuka hii migogoro hii ambapo bei ikashuka mpaka takriban 4,000. Kwa Central Bank iliona itakuwa hasara kuuza, na hatuko desperate kutafuta fedha ya haraka ya kuuza dhahabu. Kwa hiyo hawakuuza kwa sababu bei ilishuka. Lakini lingine, nini uamuzi au nini mantiki ya kwamba Central Bank inaweza ikawa inauza dhahabu? Ni kama ambavyo inafanya kwenye dola, kwamba kuna wakati Central Bank inauza dola kama sehemu ya kuyapatia mabenki ama hizo taasisi zinazohitaji dola ili ziweze kuendesha shughuli za kiuchumi na Central Bank kupata fedha za ndani kwenye market exchange ambayo inafanyika kwa uwazi kabisa. Kwa upande wa dola, kwa upande wa dhahabu, kwa sababu Central Bank inatakiwa iendelee kununua dhahabu, na Central Bank itanunua dhahabu sio kwa kupokea tu dhahabu zilipochimbwa, itatumia fedha. Maana yake nini? Ili Central Bank iendelee kununua dhahabu, ikitokea soko limekuwa zuri la dhahabu, itauza ipate fedha za kuendelea kununua dhahabu. Lakini pia Central Bank, benki kuu, inaweza ikauza dhahabu ili kuweka mizania kati ya dola na dhahabu. Kwa mfano, kwa nchi zinazoendelea uwiano unatakiwa takriban 10%, kwa sababu kwenye masuala ya huku kwenye mabenki na vitu vingine huku unatakiwa pia uwe na dola ili mambo haya mengine yaweze kuendelea. Mheshimiwa Spika, nilisisitize hili jambo kwamba dhahabu moja haiwezi ikauzwa na mtu binafsi. Ni kama dola iliyoko Central Bank ama masuala ya fedha za nchi. Central Bank haimkopeshi mtu binafsi, ni benki ya serikali. Central Bank ni lender of last resort, haimkopeshi mtu binafsi wala kampuni binafsi. Inapeleka kwenye mabenki, inapeleka kwenye taasisi, na hiyo ndiyo ambayo inafanyika. Hivyo na dhahabu haiuzwi na mtu binafsi, na wala haiuzwi kwa mtu hivi binafsi. Itauzwa kwa serikali, itauzwa kwenye mataasisi ya kifedha, itauzwa kwa wanunuzi ambao lazima watangazwe kwenye gazeti la serikali. Na Mheshimiwa Spika, kama ilivyo masuala ya akiba hizi zingine za kifedha za dola pale benki kuu, nchi zote duniani ambazo zinaendesha sera za kifedha kwa ushirikiano na IMF na World Bank, balance sheet, mizania zao za kifedha ziko automated, ambapo kila transaction inayofanyika IMF wanaona, World Bank wanaona, na kila robo ya mwaka pana ripoti ambazo zinakuwa exchanged na IMF na World Bank. Kwa maana hiyo, leo hii tukinunua dhahabu, IMF wataona shilingi zilizopungua na wataona dhahabu iliyoongezeka, na kila robo ya mwaka watajadiliana hizo transaction. Kwa hiyo hawezi mwanaharakati akaona dhahabu iliyouzwa IMF wasione, World Bank wasione, na kwamba mtu tu anaweza akaondoka na kikapu hivi kimebeba dhahabu. Hayo ni mambo tu ya watu wenye ajenda rasmi ya kutengeneza mitafaruko na kutengeneza chuki ndani ya nchi na kutengeneza mizozo.